Ndio, ninachokitumaini ubuheri wa afya bwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia bwana. Tuliwaambia ya kwamba wakati huu ni wakati wa kutulia kweli kweli, na tuliwaambia kuna timu itakwenda kulia dirisha dogo kwa sababu wachezaji wao wanaweza kuchukuliwa, na hata wale ambao walikuwa wanawataka kwa muda mrefu mno na wao watakwenda kuchukuliwa. Sasa taarifa bwana zinaeleza ya kwamba klabu ya Yanga tayari imeshakita kambi pale Uganda kwa ajili ya kuanza mazungumzo na mchezaji wa Vipers kwa maana Alan Okello, kijana huyo ambaye anatakiwa kwa udi na uvumba ndani ya klabu ya Yanga. Na taarifa zinaeleza kijana huyo kinda mwenye umri wa miaka 25 kwamba dili hili limevaliwa njuga na rais wa klabu hiyo ya Yanga. Sasa kwa hayo na mengine mengi bwana, ungana nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa na nguvu kubwa mno na Vini Nkolomboka. Hapa mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Unapata kinywaji kilichotengenezwa kwa kutumia vitu vya asili kwa maana ya asali pamoja na tangawizi na mambo kadha wa kadha ambayo hayana makemikali. Hapa bwana una enjoy kweli kweli. Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na ulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Sisi vijana tunasema bwana Vini Nkolomboka, nguvu ya Simba, furaha ya Tanzania. Yaani kweli, kwa sababu ni kinywaji ambacho akiishi tu kupatia flavor, yes, akiishi tu kupatia ule uchangamfu, lakini pia kinakwenda kukuongezea heshima. Yes. Kwa sababu kimetengenezwa kwa kutumia vitu asili vya Kitanzania. Yaani tumetumia vyakula au vitu asili. Unazungumzia matumizi ya asali, yes, unazungumzia matumizi ya tangawizi, iliki na vitu vingine vingi. Kwa hiyo wameamua kutengeneza kinywaji ambacho sio tu utakwenda kukitumia ili pengine uweze kupata flavor au changamke, lakini bali ukitumia kinakwenda kurudishia heshima ndani na nje ya uwanja. Imeeleweka. Bana, karibu sasa tudunde sote hapa, na kama bado hujachangamka gonga Nkolomboka Vini ili mambo yawe vizuri. Na taarifa sasa ni njema kweli kweli kwa wana Yanga ya kwamba wameamua kukisuka tena kikosi chao vizuri kweli kweli dirisha dogo, kwa sababu wanahitaji kutinga hatua ya robo finali na si masara wana Al Ahly mbeleni hapo. Dominic Salamba, taarifa za Alan Okello kuhusishwa na klabu ya Yanga zilianza kama mzaha hivi. Tulikuwa tunajua huyu ni mchezaji ambaye ameshamalizana kimazungumzo na klabu ya Simba. Sasa mambo yamegeuka. Hili dili likoje kwenye vyanzo vyako, na tupe undani wa taarifa hii? Nafikiri issue ya Okello na Yanga haijaanza leo. Okay. Ni issue ambayo ilikuwa imeanza muda mrefu, na hata kwenye dirisha kubwa ilikuwa imebakia kidogo tu waweze kumchukua, isipokuwa Okello alikuwa na dili na timu moja, nafikiri ilikuwa kama sio ni Poland, basi ilikuwa ni maeneo ya Hungary. Alikuwa na timu kwa ilikuwa inamhitaji. Okay. Kwa dili kaenda, haikufikia mwafaka, lakini bado mawazo yake wakati mwingine alikuwa anawaza Yanga, ukizingatia kwamba kapteni wake wa national team Walid Yahucho alikuwa ameshamuelezea vitu vingi vizuri kuhusiana na klabu ya Yanga. Okay. Na Yanga nao wakawa wamespare muda kuangalia pengine kama walimkosa dirisha kubwa, basi walikuwa wanatamani kuweza kwenda kumchukua dirisha kubwa lijalo kwa maana ya 2026, lakini kutokana na mahitaji ya kikosi chao hasa katika eneo la ushambuliaji, na ukizingatia pesa walionayo kwenye kundi ambalo limechukua timu kubwa na timu ngumu barani Afrika. Unazungumzia pale kuna JS Kabylie, unazungumzia Ali, unazungumzia FAR Rabat, mpaka muda unavyozungumza Yanga ukiwa na alama 4 kama Ali, lakini FAR Rabat akiwa na alama yake moja na JS Kabylie. Kwa hiyo kundi mpaka sasa hizi lipo ni kundi gumu. Bado mambo hayajaeleweka. Bado hakuna ambaye anajihakikishia kuweza kutinga hatua ya robo finali. Kwa hiyo cha kufanya ni lazima klabu zina kutafuta maboresho katika dirisha dogo, ili hasa kuweza kuongeza kitu. Ukiangalia Yanga changamoto kubwa ambayo uko nao ni kwenye eneo la mwisho, kwa maana lile eneo ambalo linakwenda kutengeneza nafasi kama sio kutumia nafasi. Ndipo wakaamua kuona kwamba kipindi hiki sio rahisi kupata nyota wanaohitaji, kwa sababu wengi wanakopa kwa timu zao na wanakuwa wana malengo tayari hapo kwenye katikati ya msimu. Kwa hiyo Alan Okello kabidi wampate tena kwenda kuzungumza naye, wakizingatia kwamba kwa mazingira ya kijiografia Uganda na Tanzania ni mazingira rafiki, tunafahamiana, lakini pia kuna Waganda wenzake wengi ambao walipita kabla Yanga walifanya vizuri. Tunazungumzia kina Misikiza, Diego, tunazungumzia tunazungumzia leo Aucho, Juma Balinya na wengine wengi ambao walikuwa wamepita. Kwa nafikiri ni dili ambayo ipo
na Yanga wamefungua mazungumzo, na kwa sababu ya uwepo wa Aucho ambaye kimsingi yuko Singida, lakini mahusiano yake na Yanga ni makubwa, na Yanga ni kama nyumbani, ndio Yanga wanapata kiwewe cha kwanza kwenda kwa dili yao inaweza kwenda kukamilika, ingawaje kijana bado alikuwa na dili nyingine ya nje ya Uganda, lakini amevutiwa na project, amevutiwa na malengo ya klabu ya Yanga, na hasa kutokana na ushosho ulionao katika michuano ya kimataifa kwa siku za karibuni. Okay. Bana, hili dili hili limezua maneno mengi kweli kweli. Nakumbuka nilishawahi kufanya taarifa hii ya kwamba jamani, mambo yamebadilika, Simba huenda itapokwa tonge mdomoni na Young Africans. Naona sasa ndio taarifa zimekuwa kwa kasi kweli kweli. Lakini mimi miongoni mwa vitu ambavyo Salamba anahitaji kuvijua, mchezaji huyu kama atatua Young Africans, Young Africans itakuwa imepata mchezaji sahihi, kwa sababu ukitazama nafasi ambayo anacheza, wako wachezaji ambao walisajiliwa pia na walisajiliwa kwa mbwembwe, na walipotoka ilionekana na wachezaji wakubwa, lakini mwisho wa siku shughuli ikawa nzito wao kuwapa wananchi wanachokihitaji. Unajua usajili ni kama kamari. Okay. Si kitu ambacho unaweza umegarantii kwamba 100% kwamba yule aliyemchukua anaweza kuja kuthibitisha kile ambacho anacho. Lakini ambacho unapaswa kuangalia, ibidi uangalie profile na current form yake ikoje na ubora wake ukoje. Mpaka sasa tunapomzungumzia Alan Okello ni miongoni mwa nyota wakubwa nchini Uganda kutokana na kile ambacho amekuwa akifanya. Unapozungumzia wachezaji ambao wakutegemewa kwenye timu ya taifa ya Uganda, na tunafahamu Uganda ni miongoni mwa nchi ambazo katika ukanda wetu zimekuwa zikidominate, wana talenti nyingi sana ambazo wako nazo. Wamekuwa wakifanya vizuri katika michuano ya Afrika, tunafahamu hata kwenye AFCON na kwenye kombe la michuano ya Chani. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kila kitu, ana maarifa, ana kasi, lakini pia energy yake ni kubwa. Kwa hiyo na aina ya mpira wake ni mpira ambao hata Yanga nao wamekuwa wakiucheza, lakini amekuwa akipata mengi kutoka kwa watangulizi wake ambao walikuja kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kwa quality alionayo, sina shaka naye kwa uwezo alionao. Akisa kuja kuingia kwenye system itategemeana na matakwa ya mwalimu na yeye mwenyewe uwezo wake wa kuweza kuadapt kwa haraka, ndio utamfanya ingie kwenye kikosi cha kwanza na pengine kuweza kwenda kutumika klabu ya Yanga. Taarifa zake labda pale kuna mtu anayetoka kwenye nafasi yake kwa maana ya kimataifa ndio yeye aingie kwa mujibu wa vyanzo vyako, ama imekaaje taarifa ya Alan Okello kuja Yanga? Alan Okello ni mchezaji wa kigeni. Kama ni mchezaji wa kigeni, maana yake ni kwamba ni lazima mmoja atoke na mwingine aweze kuingia. Kwa mimi ninavyomuona ni kwamba atakwenda kuingia kwenye kikosi cha Yanga, atakwenda kutoka mtu mwingine na yeye aweze kuingia. Na utuambie sasa, tunataka tumfahamu vizuri Alan Okello. Alan Okello, tunapomsikia yeye tunapata taswira ama tupate taswira ya mchezaji gani ambaye tulishawahi kumuona hata kwenye ligi ya soka Tanzania bara, ama tujawahi kumuona, na yuko kwenye ligi gani? Utuambie ili tutengeneze taswira kwamba huyu labda ni Okwi mtupu, huyu Alan Okello huyu labda ni Mayele mtupu. Alan Okello ni nani hasa ambaye alishawahi kucheza kwenye ligi hii ya Tanzania? Nafikiri kwanza nikianzia kwa wachezaji wa ndani, kasi yake na uwezo wake kufunga unaweza ukamfananisha na Simon Msuva. Ingawaje yeye kidogo anazidi kwenye unyumbulifu. Kidogo anazidi kwenye unyumbulifu na kwenye ubunifu. Lakini ile kasi na namna ya kuweza kufunga anafanana. Lakini pia unaweza ukamkompea na Emmanuel Okwi, ingawaje Okwi anazidi sana kwenye dribbling na maarifa ya ziada. Kwa hiyo naye bado anaendelea kukua, hatuwezi kujua atafika wapi. Lakini msingi ukimwangalia Okwi, ukimwangalia Simon Msuva, ukimwangalia mtu mwingine unaweza kusema nani, nafikiri ni hao kwa vijana wengi wasije wanza tukawazungumzia kwa hao, unaweza kuwa unapata picha. Kwa hiyo ukiona wachezaji hao unaweza kumuona Alan Okello. Ingekuwa kama ni miaka nyuma, basi ningeweza kusema kama watu kama kina Thomas Kipese, lakini wengi hawajawahi kuwaona. Kina Sani Lazaro Tingisha watu hawakuweza kuwaona. Kwa maana kwa kipindi kile Dua Saidi watu hawakuweza kuwaona wengi. Lakini kwa kipindi hiki nitamzungumzia Msuva, nitamzungumzia Okwi, ni watu ambao wanaweza kufanana naye. Kipindi nikamzungumzia Mlisho Alfa Ningasa kwenye kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo Okello ni kijana ambaye anaweza kutumia maeneo yote kwenye eneo la mbele. Anaweza kutoka kulia, kutoka kushoto, na baadaye akaweza kukupatia kitu kwa timu yako. Na ukitazama vizuri Dominic Salamba, kwa sasa Alan Okello na Young Africans, ni kweli Young Africans wanamhitaji mchezaji kama Alan Okello hasa kwenye dirisha dogo,
ama labda ni vile sasa kufanyia fitna klabu ya Simba ambayo inahusishwa kwa asilimia kubwa kweli kweli kumtaka mchezaji huyu ili kwenda kumdhoofisha, kwa sababu nakumbuka wewe ushawahi pia kunipa somo hili ama darasa ya kwamba kuna nyakati kwenye sajili unafanya kwa malengo. Unaweza kufanya sajili kwa ajili ya mchezaji umtumie kwenye mashindano ya kimataifa. Unaweza kufanya sajili kwa ajili ya kumdhoofisha mpinzani wako asiwe na power ya kushindana na wewe. Lakini pia unaweza ukafanya sajili kwa ajili ya malengo mapana ya klabu na taasisi kwa baadaye. Hii ni sajili ya vipi sasa? Ndio. Yaani ilikuwa ni kwamba Yanga wamekuwa na shida ya natural winger. Okay. Ukiangalia wanamtumia Pacome wakati mwingine, lakini Pacome sio natural winger. Kuna kipindi wanamtumia Maxi, sio natural winger. Yes. Na mtu ambaye alikuwa ni natural winger ungeweza kusema pengine Celestine Ekua, lakini naye bado ameshindwa kudhibitisha, bado hajaingia kwenye mfumo. Kwa hiyo wanahitaji mtu ambaye anaweza kwenda kuaccelerate mashambulizi kutokea pembeni. Kwa hiyo nikimwona Okello, nafikiri mtu ambaye akija kwa bora alionao anakwenda kuingia kwenye kosi direct. Ndio. Okay. Na mimi hapa sasa Salama pia nataka unieleze kitu kimoja. Ni kweli walioko Young Africans wamefeli kwenye hiyo nafasi, kwa sababu ikumbukwe kuna mawinga wengi pale ambao tunawafahamu. Ukimwondoa Celestine Ekua ambaye ameingia dirisha dogo, wako akina Edmund John alisajiliwa pia dirisha dogo, ni winga huyo. Ofen Chikola amesajiliwa dirisha dogo, ni winga huyo. Yuko Dennis Nkane pia mkongo kweli kweli pale, ni winga huyo. Je, wote hawa kina Faridi Musa Malik wameshindwa mpaka Alan Okello aje? Na kama ameshindwa Salamba, kwa timu kubwa kama Yanga kuna haja gani ya kuendelea kung'ang'ania wachezaji wanaocheza position moja lundo la utitili? Hao unaozungumzia wote ni nyote ambao when it comes kwenye local league wanaweza kuashua kitu kwa matokeo. Na ndio maana tunataka kuzungumza hapa na wachezaji wa ndani ambao na wengi ukiangalia ni vijana ambao bado wanaendelea kukua. Yaani Edmund John akiendelea kufanya training baada ya miaka miwili mbele anaanza kuja kuwa zaidi ya Mzize. Okay. Ukizungumzia wewe Chikola anaanza kuja kuwa zaidi ya nani? Ni watu ambao ni vijana wadogo wamekosa experience kubwa. Ndio kwanza timu yao kubwa ya kwanza unaizungumzia Yanga. Yaani Yanga ndio timu yao kubwa. Hata kwa national team hawatumiki. Kwa hiyo unawachukua kuja kuendelea kuwatengeneza kwa manufaa ya baadaye. Unaona? Kwa hiyo nisije, lakini ukizungumzia, unapomzungumzia Alan Okello, huyu ni international player. Ni national team player ya Uganda ambao wametuacha mbali kisoka katika ukanda wetu. Yeye anaanza kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Uganda. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo ujio wake unakuja kuongeza package hasa kwenye michuano ya kimataifa. Yaani sajili za Yanga ambazo wanaangalia kipindi hiki, hawaangalii kuja kucheza na Mtibwa, Alliance, sijui Simba, sijui Azam, hapana. Wanaangalia namna gani wataweza kwenda kubato na Ahli na Farabat na JS Kabylie ili waweze kufuzu waingie kwenye hatua ya robo finali. Ndio mantiki ya hizi sajili ambazo wanazifanya kipindi hiki. Na kama wakifanikiwa kwako big yes. Big yes plus yes. Asilimia ziko ngapi huko kwenye tetesi zenu? Mpaka saa hizi nikiangalia asilimia 90. Chuma kinatua Jangwani. Yes, of course. Bwana ni hatari kweli kweli. Jina langu naitwa Cisco Dominic Salama, chifu za bane kama Zoom Fela. Amezungumza mengi na mazuri, lakini kubwa zaidi ni usajili. Engineer Saidi wapumzishe basi kidogo wenzio, maana shughuli ni nzito kweli kweli, unadhidi kuwakabia juu zaidi. Sio jambo zuri hili. Kwa nini unakuwa kama magodoro ya Uniplus Tanzania Limited? Yaani kila siku unakuwa wa moto kweli kweli. Sasa nakupa taarifa hii wewe mpenda soka bwana. Engineer anaendelea kuwaumiza watu. Sasa ili kidogo kama unapata maumivu ili ulale upumzike vizuri, basi hakikisha unanunua godoro lako linalozalishwa na kampuni ya Uniplus Tanzania Limited. Kwa maana magodoro yote chapa ya Banco, na maanisha magodoro ya Banco Loyo, Victoria, Arusha Dirax, Super Banco pamoja na godoro la Maraika. Magodoro haya bwana ni mazuri kweli kweli, hayaumizi mgongo, kiuno, wala yakuachi na uchovu. Haya hayakupi sababu ya asubuhi kutafuta panado ili upoze maumivu. Magodoro haya ni mazuri kwa afya yako, lakini yanakuacha asubuhi ukiwa na nguvu kweli kweli na afya ya mwili pamoja na akili. Hapa ukipata godoro jua umepata. Na godoro namba 1 kwa sasa ni godoro la Banco Loyo. Lenyewe ina density ya 32. Litafute hilo ili uenjoy. Jina langu naitwa Cisco Dominic Salama. Amezungumza mengi na mazuri, chifu Zobane kama Zoom Fele. Tosha kusema tu, ila lika masalam.